Zaidi ya wanajeshi 50,000, ndege 200 za vita na meli 2 za kubeba ndege hizo kutoka Marekani zinashiriki katika operesheni hii na silaha zaidi ziko njiani. Katika taarifa iliyotoa jana kwa njia ya video, Cooper amesema ulinzi wa anga wa Iran umeharibiwa vibaya na kwamba jeshi lake la wanamaji halina meli kwenye njia muhimu za maji baada ya 17 kuzamishwa na kwamba zaidi ya shabaha 2,000 za Iran zimelengwa. Mapema leo, jeshi la Israel limesema limeanza mfululizo wa mashambulizi yaliyolenga maeneo ya kurushia makombora ya Iran, mifumo ya ulinzi wa anga na kamandi zinazotumika kudhibiti nchi hiyo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amepongeza msimamo wa Ujerumani kuhusu vita nchini Iran wakati wa mazungumzo na kansela Friedrich Merz mjini Washington, akisema Berlin imeonyesha nia njema, huku akisisitiza kuwa Marekani haitafuti kuwahusisha wanajeshi wa Ujerumani katika operesheni hiyo ya kijeshi. Wakati huo huo, Trump amekosoa vikali washirika wa jumuiya ya kujihami ya NATO, Uhispania na Uingereza kwa kutotoa ushirikiano mzuri na akataja hatua hiyo kuwa ya kushtua. Vyombo vya habari vya Uingereza vimeripoti kuwa awali nchi hiyo ilikataa kuiruhusu Marekani kufanya mashambulizi yake dhidi ya Iran kutoka kambi zake nchini humo kabla ya kutoa kibali kufanyika kwa hilo, lakini kwa sehemu. Uhispania imekataa kuruhusu Marekani kutumia kambi ya jeshi la anga katika eneo lake. Kutokana na hilo, Trump amesema amemwagiza waziri wa fedha Scott Bessent kusitisha makubaliano yoyote na Uhispania bila kutaja makubaliano yenyewe. Baadaye, Merz alionyesha kuwa na maswali wazi kuhusu mipango ya Washington kwa mustakabali wa Iran, lakini akasema alihisi hali ya kutokuwepo kwa uhakika. London. Serikali ya Uingereza imesitisha kwa muda utoaji wa hati ya kusafiria visa kwa raia kutoka nchi 4 za Afghanistan, Cameroon, Myanmar na Sudan, huku waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Shabana Mahmoud akiwashtumu kwa kutumia ukarimu wa Uingereza kuomba hifadhi. Mahmoud amesema daima Uingereza itawakaribisha watu wanaokimbia vita na mateso, lakini kwamba mfumo wao wa kutoa visa haupaswi kutumia vibaya. Mahmoud ameapa kudumisha utulivu na udhibiti kwenye mipaka yao. Visa za masomo kwa raia wa nchi hizo 4 zimesitishwa kama vile ilivyofanyika kwa visa za kazi kwa raia wa Afghanistan. Kulingana na takwimu za ofisi ya mambo ya ndani, asilimia 39 miongoni mwa watu 100,000 waliomba hifadhi mwaka 2025 waliwasilisha maombi ya hifadhi baada ya kuwasili Uingereza kupitia njia ya kisheria ya uhamiaji kama visa masomo. Marufuku hiyo ya visa itaanza rasmi kupitia mabadiliko ya sheria za uhamiaji kesho Alhamisi. Unaendelea kusikiliza. Watu wasiopungua 6 wamekufa jana Jumanne baada ya shimo kuporomoka kwenye mgodi wa kuchimba madini ya Coltani uliopo katika eneo linalodhibitiwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashahidi wameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanaume 3 na wanawake 3 wamepoteza maisha katika mgodi wa Rubaya ulio kilomita 70 magharibi mwa mji wa Goma, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Maelfu ya wachimbaji wadogo wanafanya kazi katika mazingira magumu ndani ya machimbo ya Coltani ya Rubaya yanayodhibitiwa na waasi wa M23, huku wakitumia zana duni kama chepuo na sururu. Mkasa huo wa maporomoko ya udongo ni wa pili kutokea katika eneo la Rubaya mnamo wiki za hivi karibuni. Serikali inakadiria watu 200 walipoteza maisha katika tukio kama hilo lililotokea mwishoni mwa mwezi uliopita. Hatimaye Nairobi. Kenya imetoa zabuni ya ujenzi wa uwanja mpya wa ndege karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa JKIA mjini Nairobi. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa uchukuzi nchini humo Davis Chirchir. Katika taarifa jana jioni, Chirchir alisema kuwa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini humo ilitoa zabuni ya kujenga uwanja mpya wa ndege karibu na JKIA na kuboresha maeneo ya uwanja uliopo. Zabuni hiyo ni kwa ajili ya ujenzi wa kituo kipya cha kushughulikia abiria milioni 10 kila mwaka, pamoja na kutengeneza njia mpya za kuruka kwa ndege, miongoni mwa mambo mengine. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana.
Shukran Tatu kwa taarifa ya habari za ulimwengu tulionayo mchana huu. Vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vyaingia siku ya 5 huku mapigano yakizidi kusambaa katika kanda nzima ya Mashariki ya Kati na athari zake zikionekana kote duniani. Huko Afrika, Tanzania yapinga ripoti na kauli za jumuiya ya kimataifa kuhusiana na matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Na maporomoko mapya ya tope yatokea kwenye mgodi wa madini ya Coltan mashariki mwa Kongo na kusababisha vifo vingi. Kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, karibu tusafiri pamoja hadi tamati. Mjadala wetu mchana huu utajikita zaidi katika mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Kwa hivyo tuungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili kwenye Facebook na hata channel yetu ya YouTube. Mimi ni Bruce Amani. Sauti ya milipuko ya makombora imesikika mjini Tehran leo Jumatano, wakati vita kati ya Iran na washirika wawili Marekani na Israel vikiingia siku ya 5. Iran imekuwa ikijibu kwa kushambulia mataifa mbalimbali ya Ghuba na ndani ya Israel. Wanamgambo wa shirika wa Iran walioko Iraq pia wamefyatua makombora dhidi ya Jordan wakiisaidia Iran. Yote hayo yanashuhudiwa katika wakati Tehran inajiandaa leo jioni kuanza kipindi cha siku 3 cha maombolezo kabla ya mazishi ya kiongozi wa juu zaidi wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa na Marekani. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba. Mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel yameendelea mfululizo yakilenga maeneo mbalimbali ya Iran. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni ya taifa cha Iran, milipuko imesikika alfajiri leo kaskazini mashariki mwa mji mkuu Tehran, lakini kituo hicho hakikutoa maelezo zaidi. Milipuko ya mashambulizi ya makombora ya Iran ilisikika pia katika mji wa Jerusalem nchini Israel, wakati jeshi la nchi hiyo kwa upande wake likiripoti kwamba mifumo yake ya ulinzi wa anga iliwashwa kuzuia makombora ya Iran. Mwandishi habari wa shirika la AFP amesimulia alivyoona moshi mzito ukifuka kaskazini mashariki mwa Tehran, huku kishindo cha madege ya kivita yanayopita kwenye anga kikisikika kwenye majira ya alfajiri. Hospitali ya shirika la Hilali Nyekundu ilishambuliwa na waokoaji wameripotiwa kuondoa wagonjwa katika mji wa Bushehr kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel. Hospitali hiyo ya magharibi mwa Iran imeharibiwa kwa mashambulio ya anga yaliyofanywa jana. Katika kile kinachoonekana ni kuongezeka kwa mapambano, hivi leo Jumatano, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limesema limedhibiti kikamilifu hivi sasa mlango bahari wa Hormuz, hatua ambayo imetangazwa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kunadi kwamba jeshi la wanamaji la Marekani liko tayari kuzisindikiza meli kupita kwenye eneo hilo. Ikumbukwe kwamba jana jeshi la kimapinduzi la Iran liliweka wazi kwamba meli yoyote itakayothubutu kupita eneo hilo itaripuliwa. Tehran imenadi kupitia kituo chake cha televisheni kwamba imefyatua makombora 40 ya masafa ya kati, ikiyalenga maeneo kadhaa yanayofungamanishwa na jeshi la Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Na katikati ya mashambulizi ya Marekani na Israel ambayo kwa mujibu wa jeshi la Israel yamekuwa yakilenga maeneo ya kiusalama ya Iran, Tehran imejiandaa kuanzia leo jioni kuanza siku 3 za maombolezo ya umma ya msiba kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei, ambapo jeneza litakalokuwa na maiti ya kiongozi huyo aliyeuawa akiwa na umri wa miaka 86 litapelekwa kwenye msikiti mkubwa unaojulikana kama Imam Khomeini Musalla mjini Tehran. Wakati hali ya mambo ikifuatiliwa katika pande zote za vita hivi kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X, waziri wa ulinzi wa Israel leo ametoa kitisho kwa Iran kwamba yeyote atakayechaguliwa kuwa kiongozi mpya wa juu nchini humo ataangamizwa. Ni Saumu Mwasimba. Wakati hayo yakiendelea, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amefanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington. Katika mazungumzo hayo yaliyogubikwa na mzozo wa vita Mashariki ya Kati, Trump ameisifu Ujerumani kwa msimamo kuhusu vita hivyo. Viongozi hao wawili wamezungumzia pia mzozo wa Ukraine. Mengi zaidi kuhusu mazungumzo hayo na Angela Mdungu. Wakati wa majadiliano kati ya wawili hao, Rais Trump ameipongeza Ujerumani kwa msimamo wake kuhusu vita vya Iran, akisema kuwa Marekani haihitaji vikosi vya mshirika wake huyo kuwapeleka wanajeshi kuisaidia, bali
Amesisitiza washirika wa NATO kuendelea na mgawanyo wa kazi ndani ya jumuiya hiyo unaojikita kwenye aina tofauti za kusaidiana. Katika mkutano huo, Trump amezikosoa Uingereza na Uhispania ambazo ni wanachama wa NATO kwa kuizuia Marekani kutumia kambi zake za kijeshi kwenye vita dhidi ya Iran. Amesema tabia iliyoonyeshwa na Uingereza ni ya kushangaza na ametishia kusitisha ushirikiano wake wa kiuchumi na Uhispania. Kwa upande wake, kansela wa Ujerumani ameipinga hatua hiyo, lakini nchi yake imeiruhusu Marekani kuendelea kutumia kambi ya kijeshi ya Ramstein. Licha ya Merz kuonesha kukubaliana na haja ya kuondoa utawala wa Iran madarakani, ameonyesha bayana wasiwasi wake kuhusu mkakati wa Marekani wa kuiongoza Iran baada ya vita. Mara baada ya mazungumzo hayo, Merz alizungumza na wanahabari ambapo alitoa wito kwa Trump kujikita zaidi katika kuvimaliza vita vya Ukraine na kumsisitiza aongeze zaidi shinikizo dhidi ya Urusi. Urusi inachelewesha mambo kwa kuvuta muda, hivyo inakwenda pia kinyume na matakwa ya rais wa Marekani. Wakati wa mazungumzo nilisisitiza kuiwekea zaidi shinikizo Moscow. Baada ya miaka 4 ya vita, ni wazi uchumi wa Urusi unaonekana kudhoofika. Jeshi la Urusi limepata idadi kubwa ya vifo ambayo haikutarajiwa. Urusi imedhoofika na ndio maana tunataka kupata suluhisho ambalo linashirikisha Ulaya. Hatuko tayari kukubali makubaliano ambayo hatujahusishwa. Awali, wakati wa mazungumzo ya wawili hao, Trump alitilia mkazo kuwa moja ya vipaumbele vyake vikubwa ni kumaliza mzozo huo, huku akielezea chuki kubwa iliyo kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Aidha, kansela Merz ametumia fursa ya majadiliano hayo kuzungumzia mivutano ya kiuchumi kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Alimpatia Trump nakala ya mkataba wa mwaka 1785 wa biashara na urafiki kati ya Marekani na Prussia. Makubaliano hayo yalikuwa mkataba wa kwanza kabisa wa biashara wa kimataifa kati ya pande hizo mbili. DW tunavuma kwa kishindo. Ni dunia yetu leo mchana kutoka DW Bonn. Msikilizaji, tuandikie maoni yako pia nitayasoma hapo baadaye. Tanzania imepinga vikali ripoti na kauli zinazotolewa na jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Ulaya na asasi za kimataifa za haki za binadamu kuhusiana na matukio yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. George Njogopa na taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam. Wakati jumuiya hizo za kimataifa zikihitaji kuwepo kwa matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu pamoja na idadi kubwa ya vifo vya raia, mwakilishi wa Tanzania katika ofisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswizi, Dr. Abdallah Posi amekiambia kikao kinachoendelea cha 61 cha Baraza la Haki za Binadamu kwamba Tanzania ilitimiza wajibu wake kwa kuzingatia sheria za nchi. Mwanadiplomasia huyo ameeleza wajumbe wanaohudhuria kikao hicho mjini Geneva kwamba vitendo vilivyokusudiwa kuzuia uchaguzi halali ni ushirika halali wa kisiasa. Amewatupia lawama baadhi ya wajumbe akisema kwamba wengi wao kwa makusudi wameamua kufumbia macho mchakato na chanzo cha mambo yaliyosababisha matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi huo. On 29th of October 2025, Oktoba 29, 2025, Tanzania ilipitia vitendo vya vurugu visivyo vya kawaida vilivyolenga kuharibu na kuangamiza vituo vya polisi, ofisi za serikali za mitaa, miundombinu ya usafiri wa umma, nyumba za watu binafsi na biashara. Wananchi waliokuwa wanatumia haki yao kupiga kura pia walishambuliwa. to vote were also attacked. Mwakilishi amesema jumuiya ya kimataifa ni muhimu akatambua kwamba serikali ya Tanzania ina wajibu wa kulinda na kuheshimu haki za binadamu na kuendelea kutembea katika utawala unaozingatia sheria na haki. Kuhusu yale yaliyotajwa kutokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi wenyewe, mwanadiplomasia huyo amesema serikali ya Tanzania tayari imeunda tume maalum inachunguza matukio haya na kustaka jumuiya ya kimataifa kusubiri matokeo yake. Ama wakati huo akizungumza katika kikao hicho, balozi wa Uingereza wa haki za binadamu Elinor Sanda amesema matukio yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi nchini Tanzania ni ya kutisha na kusisitiza haja ya kuwepo kwa uchunguzi huru na wawazi juu ya jambo hilo. Wakati hayo yakiendelea, baadhi ya vyama vya siasa vimeendelea kupaza sauti kutaka wajibikaji juu ya yale yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi huo. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu, ambaye chama chake kimeweka mnara wa kumbukumbu kutokana na yale yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi huo,
amesisitiza kwamba chama hicho bado kinaendelea kushikilia msimamo wake kutoitambua tume hiyo iliyoundwa na rais kuchunguza matukio yote ya wakati wa uchaguzi. Tunataka tume itakayoanza na swala la forensic kufanya tathmini ya kile kilichotukia. Tunataka tume itakayopita na kuhakikisha watu wote wanaohusika wanawajibishwa bila kujali yeye ni nani. Tume hiyo ilianza kufanya kazi mwishoni mwaka jana, bado inaendelea kukusanya maoni kutoka kwa makundi mbalimbali ya watu baada ya kuongezewa muda wa zaidi wa siku 42. Awali tume hiyo ilipasa kumaliza kazi yake kabla Februari 20 baada ya kumaliza siku 90 za uhai wake wa kazi. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maporomoko mapya ya tope yamepiga chanzo cha sekta ya kimataifa ya madini ya coltan na kusababisha vifo vingi. Hapo jana wachimbaji madini kwa mifumo ya jadi walipoteza maisha yao katika machimbo ya Gasasa kwenye eneo la migodi la Rubaya, mgodi mkubwa zaidi wa coltan nchini Kongo. Eneo hilo liko chini ya udhibiti wa kundi la AFC M23.